Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh almustami'in alkiram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watazamaji watukufu, baada audhu billahi minashaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa khalaqal janna min marij min nar wa lan nushrika bi rabbina ahada wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho Sauti ya Mzimle, tiba, dawa na ilmu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin thumma amin ya rabbal alamin. Allahumma istajib lana biniyatil qabul. Karibuni tena vipenzi vyangu, wasikilizaji wangu wa sauti hii ya Mzimle. Karibuni tena katika kipindi chetu tukipendacho cha Sauti ya Mzimle, kipindi chenye kutukutanisha katika elimu ya tiba, dawa na marohani. Karibuni na wamkuwa kwa mkuzi la amani. Uhikum bitahiyatul Islam. Na wamkuwa kwa mkuzi la amani popote muliko duniani, ulimwenguni, mnaponitizama hivi sasa, vipenzi vyangu, mkiwa pamoja na mimi katika elimu hii. Bila shaka hili ni lenye manufaa kwa kila mtu. Naposema kwa kila mtu, huwa nakusudia kwa kila mtu. Maana ya kwa kila mtu ni kuwa hapataguliki, hakuna mataguo ya kutagua ambaye si mtu. Pakisemwa karibuni kwa kila mtu, na maanisha akiwa Muislamu ni mtu, akiwa Mkristo ni mtu, akiwa baniani ni mtu, akiwa Yahudi ni mtu, akiwa atapa gani asiyekuwa na Mungu pia ni mtu. Hakuna ndia ya wewe kumfanya asiwe mtu. Hakuna. Ikiwa Mungu amemuumba mtu ni mtu. Hakuna kinyume cha mtu kwa mtu kumpa mwenziwe awe siye mtu. Hakuna. Japo kunao tabia ambazo zamchukiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia kwa watu maalum. Miongoni mwa tabia ambazo zamchukiza Mwenyezi Mungu kupitia kwa watu wenye tabia maalum, mojawapo ni kuwa asema ya ibna adama, mwanadamu. Huyu wa kwanza mchukiza Mwenyezi Mungu ni mtu huyu, idha kanatil umarau yadkhuluna an-nara biljawri, halito waingiza viongozi kwenye moto wakachomwa siku ya Kiyama isipokuwa jeuri. Bamuonaje kiongozi alivyojeuri? Akiwa kiongozi wa nchi, akiwa kiongozi wa mji, akiwa kiongozi wa mtaa,
hataki wa kiongozi wa jambo la watu pia. Wamuonaje kwa jeuri zake? Hili lamchukiza mno Mwenyezi Mungu. Mungu hapendi watu majeuri. Hasa ukiwa kiongozi, jizuie na jeuri. Popote unaponisikiza kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu, kiwa wewe ni kiongozi, punguza jeuri. Kwa sababu jeuri hazikuinui za kubwaga, na jeuri hazikupi sifa za kupa chuki, mpaka ifike mahali watu waseme wakati wake umefika, tumpeleke nyumbani. Viongozi wangapi waliopelekwa majumbani walikuwa kwenye sehemu kubwa kubwa zisizoingia watu. Yeye alikuwa yuingia State House ya rais, yeye alikuwa yuingia bunge, yeye alikuwa yuingia ofisi ya county commissioner bila kubisha hodi, yeye alikuwa apokewa na anayepokewa katika idara ya serikali mahala popote pawapo. Lakini alipelekwa nyumbani, kilichobaki ni hello brother. Kiongozi aliyemjua akimwambia hello brother. Yaani leo uongozi, mheshimiwa, saluti pamoja na watu kuenuka kwenye viti kumwenukia viliisha. Hakukuwa tena na sababu ya watu kumuona wakamkusanyikia wakamsherehekea, bali ni kumbweza na kumtaja mabaya yake aliyoyafanya alipokuwa kwenye uongozi. Kiongozi hafai kuwa jeuri. Nazungumza na utawala wa nchi. Nazungumza na utawala wa nchi kuanzia rais mpaka yule wa mwisho mwenye mamlaka ya kiserikali kusimamia watu, majambo ya watu, asiwe na jeuri. Manake kuna wakati jeuri zako zitahesabiwa moja baada jengine. Alipokuwa fulani yeye bwana, alifanya hivi akafanya hivi, aliwafanya watu hivi akafanya watu hivi, na yeye afanywe hivi. Waweza ukalia saa nyingine katika hii dunia kama wewe humjui aliyekuweka katika mamlaka hayo nani. Mara nyingine watu huona pia sisi ndo tumweka, na watu wengine nao huona kwa uongozi walionao mimi najiweka. Hakuna anayeweka watu aliowaumba kwenye utawala na uongozi isipokuwa Allah. Mwenyezi Mungu ndiye aliyekupa uongozi ukaongoza wenzio ukaongoza watu. Jua na wewe kuwa katika kuongoza kwako kwataka usiwe jeuri. Usijione wewe unkamilika sana, na usijione wewe unkao mfika kwa huto rudi ulikotoka ukawa raia tena. Sasa wazomwa kenda mpaka kibanda cha tomato, pengine kwenda kuomba tomato za shilingi 20 nikopesha, wanyimwa kwa sababu ya uongozi wako ulikuwa mbaya wakati fulani. Hichi ni kitu ambacho chatokea duniani. Yasiwadanganye mamlaka wala uongozi wala ukubwa, yasiwadanganye. Yana mahali yavuka, yana mahali yateremka, yana mahali yaondolewa, na yana mahali pia yahesabika. Kila ulilolifanya na wewe utaambiwa ufanyiwe. Chaelewa? Uongozi hauna jema isipokuwa ukitenda mema kwa watu. Ndipo sasa nafsi yako utakuwa umeitendea jema, hata nafsi yako pia itakuwa huru na itakuwa na amani. Hondoki mamlakani ukaja ukaambiwa yule bwana tumpateni saa hii tuweza mpata, pale kwa hatuwezi mfanyia jambo. Mahakama zake, polisi zake, sasa tuweza mfanya lolote. Akaingia kiongozi mwenzako ambaye ulimfanyia ubaya siku za nyuma, sasa naye akataka kulipa. Akataka kufanya yale ambayo Qur'ani imesema, kutiba alaikumul qisas, mumeruhusiwa kulipa visasi.
Sasa wewe ulimfanyia mambo na yeye atakufanyia mambo. Ukubwa ulikuwa nao kamdhalilisha, ukubwa uko kwake sasa na yeye atakudhalilisha. Sasa utajiona mnyonge, utajiona wahuzunika, utajiona watakalia, utajiona ukimbie nchi kwa sababu ya maovu yako. Ungekuwa mfanya mema kwa watu. Hal jazau lihsani illa lihsan, ungefanya mema ungelipwa mema. Hakuna jaza jema ila mema. Hata ukitenda jema moja utalipwa mema mawili. Hivi ndio Mwenyezi Mungu alivyoumba katika uzuri, kuwa kuna faida mbili kuliko kwenye ubaya. Kuna faida ngapi? Moja. Basi mtu yampaswa akiwa atakavyokuwa namna alivyo, asione leo, aangalie na kesho na kesho kutwa. Si leo wewe mheshimiwa, kesho mheshimi nani? Si mheshimiwa. Hata wakiambwa watu bwana yule apita, kila mmoja ana shughuli zake. Nani huyo? Yule kuisha, yule si yeye tena bwana, si kiongozi wetu tena bwana, si fulani tena. Paka hata weza pita mahali ukatusiva, ukatukanwa, kwa kuwa watu wajua sasa huna la kuwafanya na wao wanalo la kukufanya. Si vizuri kuutumia uongozi kwa ujeuri. Uongozi utumiwe kwa ukarimu na upole. Kiongozi atakiwa karibu sana na watu, kuwapa, kuwasaidia na vile vile kuwahurumia. Atakapofanya jambo hili, ile itakutokea ni bahati mbaya aondolewe kwenye mamlaka alionayo, watu watakuwa bado nafsi zao na roho zao hazijaridhika kwa yule ambaye pengine ameingia kwa bahati mbaya na si mwema kama alikuwa yuko. Watu watakuwa hawana nini? Hawana moyo na imani na aliyeingia kwenye mamlaka kama wewe ambaye ulitoka na ulifaa watu na ukasaidia watu na ukapenda watu na ukawa karibu na watu na ukayabeba majambo ya watu. Uongozi una maana. Nazungumza na hawa vile vile viongozi wa siasa, wamezidi mno urongo. Nazungumza vile vile na hawa viongozi wa siasa, wamezidi mno kuwa warongo, na roho zao zimbadilika baada tu watu kuwafanyia nini? Kuwaeka katika viti na vile vile kuwafanya mabwana wakubwa kwa majina yao, kisha baadaye kwa kupeperusha bendera kwenye magari yao. Sasa wameghurika wameghurika. Viongozi wengi wa siasa, mimi nilikuwa nikiambiwa wewe tafuta jambo lako kwa kiongozi yote, lakini si mwenye siasa. Kiongozi wa siasa ni mrongo. Akikwambia mvua itanyesha, usinunue mwavuli. Usinunue mwavuli, wajisumbua. Ishaelewa? Akikwambia jua litakuwa kali, usitafute champali. Yaweza kuwa hakuna jua kamwe kesho. Usitafute champali hati ukihofia kuwa nyayo zako zitachomeka na nini? Mtanga wa ardhi ukiwa moto na watembea mguu chuma. Kwanza niliyapuuza maneno haya nikisema kuwa labda ni ya chuki. Wale waliokosa baada ya kufanya experiment yangu, kuyapitia mambo haya, kuyachunguza undani, niliyathibitisha kwa 99% kwa kweli mwanasiasa haaminiki. Kweli mwanasiasa haaminiki. Na ikiwa wataka aaminike au akuamini, basi ni kabla yeye kuwa katika yale ambayo utamwekea nayo. Kabla hajawa kiongozi yuaminika. Kile akitakacho akiwa yakitaka, ukimwambia piga goti atapiga, ukimwambia ndo sana neza usiku atakuja, ukimwambia tupikie wali na sima tutamani twala kila siku pengine twala sijui mboga tu, atapika pia. Kila unachomwamuru akifanye, ikiwa yeye utaka ule uongozi, wallahi wakifanya. Hana jeuri, hana jeuri. Lakini akipata tu utawala, jeuri kama yeye hakuna. Akipata mamlaka, jeuri kama yeye hakuna. Akipata yeye twa fulani, jeuri kama yeye hakuna. Hatagui sura za mtu. Baadhi ya wanasiasa wamewadhuru viongozi wa dini kwa sababu ya mamlaka walionayo.
na katika wale wapigia kura wakaweka kwenye mamlaka, ni kura moja ni ya huyo kiongozi wa dini. Kama ni imamu, kama ni mustadhi wa madrasa, wewe ulipita pia kwa ajili ya kura yake. Kama ni mtabibu pia alikupigia kura ukapita kwa ajili ya kura yake. Ulipopata umpata wewe, wenzako uwafanyia jeuri. Watoa amri za kuvundwa misikiti, za kuvundwa madrasa, vile vile za kuondolewa kazi za watabibu katika maeneo na sehemu zao, kwa sababu mkuu mkubwa sasa umvaa nini? Umvaa kofia yenye mwako wa moto mkali unaounguza kila ambaye si kiongozi, ni raia. Wajisahau, wajitupa, na vile vile wajiweka kando na watu, wakati ulipokuwa wewe si wewe, ulikuwa wewe wao. Uwagandama ndi, uwashika ndi, uwashikilia mpaka wawajua ismu zao na ismu abihi, majina baba zao pia wajua. Mtu akilianza jina la mtu fulani akilitaja, wewe malizana la baba. Wamjua yule Abdallah Abdallah Marua, wamjua mpaka babake. Lakini ukishapata mamlaka, ukiambiwa wamjua Abdallah, wauliza Abdallah yupi? Kuna Abdallah wengi. Huyo Abdallah anayekaa katika eneo lako la utawala, aliyekupigia kura akawa na wewe bega kwa bega, akapatwa na yakupatwa kwa ajili yako wewe, mbona mwata? Kesha wauliza yupi, humjui tena, na uko naye masaa 24. Hawa viongozi wa siasa wamezidi sana jeuri. Natoa naswaha kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu, usiwe kiongozi jeuri. Usiwe kiongozi jeuri, ila kuwa kiongozi mwenye manufaa kwa umma na watu. Mfae aliyekufaa na mfae ambaye hakukufaa. Haisemekani kwa mimi mtampa aliyenipa, ambaye hakunipa nitamnyima. Dhalika min adhafu al-iman. Uislamu robo au nusu, imani ndogo hiyo. Imani kubwa mpe akupae na mpe akunyimae. Mpe. Kwa sababu gani? Unkilia mamlaka yao, hakutokuwa na kiongozi badala yako tena, ni wewe mpaka miaka 5 ishi. Kwa nini wageresha watu? Kwa nini wadanganya watu? Kwa nini wawafuta watu uso kwa mtanga? Kumekuwa hakuaminiwi viongozi wa siasa. Kila mmoja asema hawa mvarongo, hawa mvabaya, hawa wataka sasa wakipata wengine. Kwa nini mwaiharibu sekta au mwaharibu hadhi au mwaharibu jina la mwanasiasa? Kwa nini awe mwanasiasa kisha sasa awe mwanamikasa? Kwa nini mujididimize hata kama cheo hicho, jina hilo wewe walitumia chota liondoka? Kwa nini umharibia ajaye? Kwa nini atakayekuja baada yako pia ambiwe ni wale wale tu? There is no difference. Hakuna tofauti yoyote, wao ni wao kwa wao tu. Watu wanasiasa wangeingia huku mashinani. Wanasiasa wangeangalia rasi ya mtu, wasiangalie jina la mtu. Wamonaye ana matatizo, ana shida, ana haja, wasimdanganye. Wamsaidie kwa uwezo ambao Mungu awawezesha, kwa kura za watu, na vile vile kwa kuwa wao wanatekosha majukumu si ya kibinadamu, majukumu yenye dhima kwa Mungu. Wenda ulizwa, kila kiongozi enda ulizwa kwa yale ambayo ayafanya kwa wale aliowatawalia. Hakuna kiongozi atasalimika. Hakuna kiongozi atasalimika siku ya kuwa wataulizwa kwa yale walioyatawalia au kwa zile adhima walizozibeba. Wewe ukiwa ulitawala vyema bila jeuri na ulisaidia wenye kutaka kusaidiwa na wewe, waliokusaidia wewe, maana utaangalia saa nyingine ni kukosa utu tu, au ni kukosa huruma, au ni utupaji wa haki za kibinadamu. Kwa wewe kabla hata huyo msaidiaye, yeye alikusaidia kwanza bwana.
Haikuwa ati yeye ni omba yeye ataka kusaidiwa. La, wewe ulisaidiwa mwanzo. Kama ni omba ulikuwa wewe, kama unataka kusaidiwa ulianza wewe kuingia majumbani kutafuta mikono ya watu na vile vile kutafuta nini? Kura za watu. Sasa kama mwenye kuomba ulianza kuomba wewe, mbona sasa wamgeukia mwenzio wamuita omba? Kuna viongozi kuwapigia simu hawashiki. Na kuna viongozi wakishika simu, wallahi neno la kweli mmoja 9 marongo. Akikwambia la kweli mmoja 9 ni marongo, maneno ya urongo. Alafu utaona saa nyingine wakiwa na haja zao, wallahi akikona mahali akuamkua kwa namna ulivyo. Yuko tayari mwenye kutaka jambo akuamkue kwa lugha ambayo ni lugha yako. Utasikia kiongozi yeye mwenyewe ni Mswahili, ati amwamkua Mjaluo kwa lugha Kijaluo. Kumtongoza na kumwambia nataka kura yako, nataka unichague mimi. Na vile vile akienda kwa Mkikuyu atamwamkua kwa lugha ya Kikuyu. Akienda sijui kwa Kalenjini atamwamkua kwa lugha ya Kalenjini. Akienda kwa Mgiriama au Mjikenda pia atamwamkua kwa lugha yake. Kwa nini wakati wataka wewe waenzi na wakati ushapata wewe wadhoofisha watu? Kwa nini wawadhalilisha watu? Kwa kuwa wewe uko kwenye mamlaka na uongozi, kwa kuwa wewe wajisahau kuwa kesho si wewe atakuja kuwa mwingine na wewe utamhitaji mwingine. Je, na yeye yule mwingine naye akikutaka kufanya ule yafanya kwake au kwa watu? Alinijia kiongozi mmoja ambaye alikuwa ashaondoka kwenye siasa, aliangushwa na kura za watu, tena watu wakamwapia Mungu haurudi leo na hautorudi kiyama. Tulikujua kwa uchache wa kukujua, tulikupa mamlaka, tukakujua, ilikuwa hatukujui nani. Shaelewa? Tushakujua. Kwa hivyo hata tukipiga kura tukiwa tumfunga macho na wewe umo kwenye debe, hatukuchagui. Licha tukiwa macho, hata kiwa tumfunga macho, hatukuchagui, tushakujua. Wala peke yako na wadhalilisha wenzako. Basi mateso yakampata. Alichomiliki kikanyang'anywa na serikali na madeni ya watu, na mwisho akawa mtu duni, mtu dhaifu na mtu mnyonge ambaye hata raia wa kawaida yuala yeye maskini mpaka atafute ndia za kula. Akawa sasa yujulikana kaiwaomba. Katika kuelekezwa kwangu na watu kwa nenda kwa mkaimu, nenda kwa mzimle akutengezee, pengine utakuja kuwa tena kiongozi, labda umfanywa mambo mabaya wewe. Wajua wewe ufanyiwa wewe. Kuna aliyefanyiwa na kuna aliyejifanya bwana. Kuna aliyefanyiwa na kuna aliyejifanya. Mimi kwangu kiongozi akija akiniambia nitengeze, lazima nimwangalie amfanyiwa anjifanya. Na ikiwa kunazo sifa za kuanjifanya, nitamwambia usijisumbue. Wale uliowafanyia ukawa unjifanya, hata wakiwa wamfunga mato, shaelewa, hawawezi kukupa kura yao. Sababu tabia na dasturi ulizifanya nini? Ulizivunda, ukaziharibu na ukazidhalilisha. Utaona viongozi wengi. Kiongozi waja kwangu yanililia bwana. Mmoja nilimuona ambaye tulikuwa tukimuita mheshimiwa diwani, kansela, amvaa suruali kiraka. Anipiga kiraka cha nyuma, ilikatika akaipiga kiraka. Sasa kuna bwana mmoja alikuwa yawazungumza na yeye wapita, akawa wamwambia yule mheshimiwa wa zamani, nake alikuwa asiki mheshimiwa tena. Amwambia bwana bwa kiraka asikudhani kama siku moja nao utakivaa nilichokivaa mimi. Yule bwana akakasirika, akanuna, akatoa salamu kule mkwamini, akaenda zake na hasira. Baadaye mimi kamuuliza yule bwana, kwa nini umwitolee mheshimiwa bwana kiraka? Akanambia yule alipokuwa kwenye utawala, alipokuwa kiongozi, yeye aitwa fulani diwani wa eneo letu, hakuna mtu alimwendea mbio kama mimi. Mimi ndio nilimwendea mbio mpaka nikapigwa vita na jamii yangu. Wampa kura mtu ambaye hausiani na wewe, wamwatane usiana na wewe. Na katika wale walikuwa wasimama katika ile kura, mmoja jamaa zangu kikabila, mimi nikamwata yule kampa yeye. Na nikamtukulia watu wote katika jamii nikampelekea yeye. Yule bwana akapita. Alipopita bwana, jeuri zake bwana za kwanza alizozifanya ni kuniita mimi mbwa. Aniita mimi mbwa
na akaniapiza maapizo mengine mabaya, kunaambia kuwa wewe madamu mimi niko kwenye utawala na uongozi utateseka mpaka labda mimi siwe kiongozi. Na kweli bwana asema ile mapizo yake alimpata bwana. Katika ile miaka 5 yeye kwenye uongozi bwana alifikwa na umaskini wa kinamna yake, sababu alitoa paka pesa zake kumsaidia bwana apite kura, ataguliwe na watu akiwaonga watu. Yeye aliona sitarudi, asikurudi, hakupewa. Kisha kumwambia sasa mwita maneno mabaya. Amwambia kama utateseka maisha yako. Sasa kwa kuwa bwana alikuwa na kiba zake, kweli anzitumia, hana njia ya kuzipata, hana njia ya kumpata mtu akampa, alikuwa mtegemea huyu bwana. Kweli aliteseka na mpaka mwisho akavaa viraka. Na wakati fulani aliambiwa kuna mtu yuavaa viraka katika makampena wako, watu leo walikwendea mbio wewe ukapata haya mamlaka. Wallahi akasema nani? Akauliza, akamwambia fulani. Akasema atavivaa viraka madamu anataka kuvaa viraka. Nani alimwambia atoe pesa yake anifanye mimi kampeni? Mimi sikumtuma. Wala kwani kura yake moja kama mimi anipa ndio ile nilifanya mimi kiongozi? La, mimi bwana napoa kura za watu wengi bwana. Si yeye. Akaambia lakini kuna na laana, kuna na nyongo, kuna na matungu mabaya. Asema sijali. Yakija nitapiga mswaki, mdomo tanuka vizuri. Kama alikuwa mambo yao hayo yatantia mimi kunuka mdomo vibaya, mswaki huko, brush iko na Colgate iko, nitapiga. Atoa maneno ya kijeuri, azidi kuwa jeuri. Sasa ndio hapo ilipokuja miaka 5 kesha ikaja mengine. Sasa watu wataguliwa, yalianguka. Alivyoanguka sasa ndio basi maisha tena yakamgeuka makotini, kunyang'anywa mali, madeni, kushikiwa vitu, akarudi hali duni. Ikabidi sasa hivyo viraka pia yeye avivae. Ndio yule bwana akamuita kiraka mbele yangu, kama tadinu tudanu, kama utakavyokopa utalipa. Chaelewa? Dawa ya deni ni kulipa, sawa? Hata ukampa mwenzio jina lile pia waweza usife mpaka naye pia likupate, upewe naye jina lako. Si walipenda sana ulitwezea wenzio. Kiongozi yoyote alioko kwenye utawala, kiongozi yoyote alioko kwenye serikali, kiongozi yoyote alioko kwenye siasa, aangalie sana wale walioko chini yake, asiwadhulumu akaona amfika. Kwa sababu wakwambia wenyewe Waswahili, sawa, alioko juu mgoje chini, alioko juu mgoje chini. Usiye jisumbue kwenda kumfuata juu, saelewa, utachoka we pia, utatumia nguvu nyingi. We mgoje chini, akishafika kule juu ataporomoka, atarudi, mtakuwa pamoja mahala pamoja. Saelewa? Kiwa nsima twala sima pamoja, ikiwa ni mkate wa bofulo twala pamoja. Hawe ilikuwa wasema kuwa nyumba yako haingii sima wala bofulo, sijui vyakula hivi vya wanyama. Kunao watu wenye maneno ambayo wallahi ni kufuru, ni maneno ambayo wanjitosheleza na wanjiona wao hawatorudi walikotoka. Ushaelewa? Au tweza akiambiwa kula sima asema sima bana ni chakula cha farasi. Tule mkate asema mkate bwana wafunga choo, ni chakula cha watu wenye kuharisha, misi hari. Ana maneno ambayo ana madharau, mpaka wakidharau chakula cha Mungu kwa sababu yeye yuala chakula kizuri ambacho mwingine hali. Sasa ukishaporomoka kile tulacho sisi na wewe wakidoea, na wewe wakitolea jito, na wewe pia wasema ni pani. Huyu kiongozi nasikia alikwenda mahali akaona watu wala marafiki wala sima pamoja na nyama choma na kachumbari cha limau. Agena anataka kukaa akisema jamani, jamaa wakamwambia si wakati, unkuja zamani, sawa, tutakulipa yale uliotufanyia ulipokuwa kiongozi.
Sawa, hata alikuwa kuna wakati ukikaa na viongozi wenzako, tukija watuweka kando, watuondoa. Na wewe sasa simama upange paredi. Bale tuache tulesima yetu, kinyama chetu choma hichi na kilimao tule, tukimaliza ikiwa watu mbakisha vifupa na vikombo vyakula vilivyobaki, ndo uje ule. Akaona sasa madhara gani, akaudhika, akaondoka, sababu hayawezi, lakini alikuwa akiwafanyia wenzake. Nazungumza na jamii ya utawala yoyote awaye kiongozi katika siasa, kuanzia ngazi ya juu mpaka ya chini, wallahi wakati wako kasaif, alwaktu kasaif. Usione miaka mitano mingi. Miaka mitano ni kama mfano ukali wa upanga, ukitoka juu kufika chini dakika, hakuna tena nini, hakuna tena jina la mheshimiwa, jina ambalo hata limekughururi, limekutia majivuno na limekupa jeuri, kumbe hata si jina uliozaliwa nalo. Haya majina mengine unajua ya kudanganya mtu, ni majina madanganyifu. Wewe ulipozaliwa ndani ya tumbo la babako na mamako, wewe wajulikana jina lako mfulani. Hasa hili ulilopoa kwa juu, mheshimiwa, bosi, kiongozi, alimu, hata katika birth certificate, si katika majina yanao nini, yanayotambuliwa baada. Tuseme ukishaondoka kwenye cheo, sasa hakuna jina hilo. Kiwa utaulizwa, utaambiwa jina lako ulilozaliwa na babako na mamako, ule ukubwa uliokuwa umeweka mbele na ukaupalilia jeuri. Sasa wewe utafanyiwa pia jeuri hizo, na utasikia utungu mithili ya subili. Roho yako itaumia. Kwa sababu gani? Uyafanya wafanyiwa. Kiongozi yoyote awe kiongozi bora kwa jamii, awe kiongozi bora kwa jamii, jipendekeze kwa watu, japo wewe ni mheshimiwa, jikurubishe kwa watu, wasaidie watu, kuwa mkweli kwa watu, kwa sababu urongo umezidi kwenye viongozi. Urongo umekuwa mkubwa sana kwa kila ambaye ajiita kiongozi. Huyu ambaye ansemwa hapa kuwa yeye ni al-umarau, yeye ni kiongozi wa utawala, kiongozi wa nchi, kiongozi ndani ya nchi, chelewa, kiongozi wa miji, kiongozi wa mitaa na kiongozi wa kijiji. Lakini kumbe kuna wakati atakuwa yeye si yeye tena, isipokuwa atalipwa kwa hisabu yaliyoyafanya hapa kabla ya kule kesho kwa Mungu. Faida ya urongo ni faida ya kuitwa kadhabu. Mrongo siku zote hana sifa. Kwa hivyo, ya ibn Adama, idha kanat al-umarau yadkhuluna an-nara biljawri, kitakachomwingiza kiongozi kwenye moto ni jeuri. Kila kiongozi hate jeuri. Kiongozi hate jeuri, na sehemu kubwa ya jeuri yake ni namna anavyowadhalilisha watu, raia wake, na anavyowadanganya, na anavyowakemea saa nyingine na kuadhibu iwapo atatumia mamlaka yake kumfanya mwenziwe mnyonge. Kwa mimi na uwezo wa pesa, kwa simu tu naweza ngamfanya mtu asilale kwake, akalala wapi? Kituoni. Na wengine wabaya zaidi ni wale wako karibu na viongozi. Wewe kama kiongozi, angalia adui wa karibu na wewe zaidi nani? Ni yule ambaye wamwamini kuwa yeye ni msaidizi wako, ni mkaribu wako, na vile vile ni mshauri wako. Viongozi wengi huingia balaani, huingia kwenye mabaya kwa sababu ya hawa watu. Hawa wanaojifanya wako karibu na viongozi huwa chocha, huwa haribu, huwa tilia watu fitina. Akikuona uko katika ofisi ya kiongozi, wataka jambo, akupokea vizuri, bana, karibu bana kwa mheshimiwa. Kisha ambaye mheshimiwa, wamjua huyu? Huyu bana humjui? Huyu bana wetu huyu bana.
akupa sifa kuchu kuchu, hatoka. Ukishatoa mgongo tu ambiwa kiongozi usimpe, na maneno mengi ya urongo ataambiwa, yule alikuwa akukupa kura, yule sijui akusema vibaya, yule familia yake sijui haikufai, yule hivi yule vile. Yani ataharibiwa akili haswa, mpaka asitoe amri ya wewe kusaidiwa, asaidiwe yeye mara ya pili, kwa kuwa ataka manufaa yote afaidike nayo yeye mtu mmoja, wenzake wasinufaike. Na kiongozi mwenyewe hata dabari haingia akilini, kwa mimi namfaa mtu mmoja na mimi napewa kura na watu wengi. Haitakiwi wakati wa kutoa kiongozi au kusaidia kuwe na mtu ambaye ni ziada, kuwe na mtu ambaye aweza mpa kiongozi ule ushauri mbaya. Tena hakusema mbele ya yule bwana alipokuwa yuko, kwa yule bwana usimpe, amemgoja aondoke, na huko alimpa sifa tele tele. Kisha huyu kiongozi naye alikuwa ashamwahidi, wewe nenda, kesho utapata ujumbe wangu kwa simu, au kesho nitatuma mtu atakutafuta, au niatie mimi hilo jambo mtalifanya, usiwe na wasiwasi. Kisha akuata wapi? Akuata kwenye kilio kikubwa, akuata kwenye ndaa kubwa, akuata kwenye msiba mkubwa, akuata kwenye deni kubwa, akuata kwenye mapigo ya kidunia makubwa. Kisha yeye mwenyewe hata hazingatii hilo, hata halimjia akilini, kwa mimi nina mtu ninamsoza, chelewa ninamuharibia pengine katika dunia yake. Hili viongozi hawana, na ndio maana hakuna kiongozi afae vizuri. Hakuna kiongozi afae vizuri ila viongozi ambao ni wacha Mungu, na viongozi wema wenye kutenda wema na kulipa wema waliofanywa na watu. Kiongozi aliyekufa vizuri, ujue kwa huyo alikuwa na wema mkubwa kwa watu na aulipa wema wa watu kama alivyopewa na akauregesha, na alikuwa na tabia zenye dasturi za kistaarabu. Sina budi kuwapongeza viongozi wetu walioko katika maeneo yetu ya Mombasa County. Nawapongeza sana wabunge tulionao katika Mombasa County. Nampongeza sana mbunge wa Mvita, mbunge wa Kisauni, mbunge wa Nyali, mbunge wa Likoni, mbunge wa Changamwe, na mbunge atakayenisikia katika kauli yangu hii, kama nilivyowaambia kuwa jeuri ya vunda, na nyinyi wabunge wetu hamuna jeuri, basi Mungu awajalie mamlaka yenu na utawala wenu usitamani siku moja kuwa na jeuri. Vile vile viongozi walioko kwenye mamlaka, seneta wetu, gavana wetu, spika wa bunge wetu la Mombasa, na hawa ma MCA wetu wa Mombasa ambao zamani tukiwaita makansela, sasa waitwa ma MCA, pia Mungu awajalie msiwe na jeuri, muwafidishe, muwape mazuri wale ambao waliwapa nyinyi jambo zuri kama hilo, walikuweka kwenye mamlaka, kwenye kiti, kwenye utawala. Leo waitwa jina ambalo silo lilozaliwa na babako na mamako, wala haliko katika birth certificate. Wajali watu hao na uwafikirie kuwafikia kirahisi. Jeuri za kuwakimbia, jeuri za kubadilisha misikiti, kwa mkenda msikiti fulani naomba sana hata ende msikiti ule ambao jifita kule mafichoni. Usifanye jeuri hizo. Leo hata swala za gurishwa kwa sababu kuna waombaji wengi msikitini. Nitaomba mimi kiongozi, kwa hivyo nitaswali msikiti ambao utakuwa na watu watatu: imamu, muadhini na mwenye kukimu swala. Kwa sababu hiyo tu wajitia tabuni, wajitesa, wajipeleka mbali na watu. Swali langu laja, je, ukiwataka ndio utakwenda watafute? Utatoka swala za misikiti ya mificho uende misikiti ya
watu wanaoswali mpaka barabarani, kwa sababu leo anaingia kiongozi, watu leo tuswali naye. Hakuja kuswali kwa ajili ya swala, anakuja kuswali kwa sababu ya nyinyi wenye kuswali ili awapate nyote. Yuwataka sahi watu, yuwataka raia, yuwataka wenzake. Kabla hapo alipokuwa mamlakani hawataki, lakini sasa kunkuja kuna kura, kuna makatakiwa kiongozi achaguliwe, ajua yeye nisipowashika watu sitopata kuchaguliwa, mtaachwa mimi. Vile vile sina budi vile vile kufurahi kwa waziri wetu au mawaziri wetu wote wa Coast. Mawaziri tulionao Coast katika utawala wao wengi hawana jeuri. Mawaziri wetu wa Coast Province au Coast Region wote hawana jeuri. Na Mungu atawabariki. Zidini kuotokwa na jeuri, wafikieni wananchi. Uenda mwananchi akasema labda wewe huna faida yote na yeye kwa sababu hajakuona ukimfikia pale aliko. Isipokuwa kunao viongozi mimi nawajua kwa kutokuwa na jeuri kwao, watoa hata wakiwa kwenye barabara za miji. Atoa hata akiwa msikitini kiwa yua ngojea swala. Yuatoa hata ukienda nyumbani ukimbishia mlango saa 4 za usiku, aambiwa askari fungua. Kwa nini ufungui? Mwate nimpe jasho lake. Huu ndio utawala ambao sisi tunautaka. Vile vile utawala wa hawa walio katika mamlaka makubwa ya kiserikali, waliokuwa na rais, county commissioner, deputy county commissioner wa Mombasa, machifu, naibu wa machifu, wazee wa mitaa, wallahi hamuna jeuri na Mungu asiwape jeuri. Jiji letu la Mombasa lina uongozi wa viongozi bora ambao hawana jeuri, isipokuwa wasijifunze kupitia kwa hao walio karibu nao kuwafundisha jeuri. Kama nilivyosema, nasema hivyo kwa sababu kuna lawama ilinifikia, mtu akaniambia mimi kama si fulani ningepata msaada kwa yule kiongozi, lakini fulani alinitilia fitna. Alimtilia mwenzake fitna asipe msaada na kiongozi kwa sababu yeye yuko karibu sana na kiongozi, na kiongozi naye akamsikiza yule bwana, ikawa sasa amfanya jeuri kumnyima yule mtu ambaye mwenye haja, mwenye matakwa, mwenye kutaka msaada kwake. Akamnyima, na katika alipomnyima ni katika watu ambao walisimama katika kumtangaza yeye kwa atakuwa fulani, wakati fulani akachukua paka picha moja katika picha za yule kiongozi wakati afanywa kampeni, akaweka kwenye ukuta wake wa nyumba, akataka kuchomewa nyumba. Kwa ajili gani unaweka picha ya mtu huyu? Kisha leo mtu huyu ambaye mimi nilitaka chomewa nyumba kwa ajili ya yeye, sura yake kwenye ukuta wangu wa nyumba, hatakiwi kwenye eneo langu, mtaa wangu na watu. Leo kiongozi huyu asikiza mtu fatani, fitna, shetani ambaye ni mtu wa kuharibu, ati aninyime mimi msaada ambaye hata pengine yele lilifanya mimi, lile nililolifanya mimi kuweka picha kwenye ukuta wangu wa nyumba nataka chomewa nyumba, yeye huyu ambaye yuko karibu na kiongozi hajafanya hilo, hakuwahi kutakiwa kuchomewa nyumba. Yeye pengine alikuwa ni mtu yuko juu, mengi mengineo ambayo yalikuwa yana madhara, yeye alikuwa hawezi yafanya kwenye nyumba yake wala kwenye mdomo wake. Kwa sababu hiyo waliofanya sasa wanyimwa, waliofanya wanyimwa. Kiongozi asiwe jeuri, kiongozi asiwe jeuri, kiongozi awe ni mtu ambaye atajenga nafsi yake na watu, hata kama uongozi wenyewe si wa kutaguliwa kwa kura. Kunao uongozi ambao mtu ampewa pengine useneta, lakini hakuingia kwenye debe, ampewa moja kwa moja kuchaguliwa na nafasi ya serikali. Pia asiseme mimi sikupewa kura na wao, wala mimi sikuenda mbio kwa siwajui. Mimi mwenyewe hii ni position napewa, appointment position. Sikusimama kwenye mashindano ya debe. Unao wakati utawahitaji kwenye mashindano ya debe. Unao wakati utawahitaji kwenye mashindano ya debe. Hivi utaona wengine walitaguliwa kwenye appointments kama hizo. Mfano wa Senator Miraji, ambaye kipenzi changu sana. Lakini kisha sasa ataka kwenda kufanya nini? Kutafuta watu wampe kura. Si ile ya moja kwa moja tena ya kutaguliwa. Sasa ataka kura apewe na watu. Vile vile sina budi
huyu women rep wetu wa Mombasa, Mama Zamzam, pia kumwambia kuwa na kupongeza kwa kutokuwa na jeuri. Na kupongeza kwa kutokuwa na jeuri, endelea katika utawala huo uliopewa kina mama na mahitaji yao, usirudi nyuma, na punguza hata kama itakuja kwenye nafsi yako nukta au kitembe cha jeuri, usifanye. Wewe tafuta amani, tafuta mapendo, tafuta nini? Tafuta kazi uifanye, inshallah utakuwa umewalipa wale waliokutagua na wakakupa nafasi hiyo. Na usisikize fitna za aliye karibu na wewe kumnyima mwingine yoyote awaye katika mahitaji na matakwa yake. Na wapenda sana viongozi wangu wote ambao ni wa Coast Province pamoja na Mombasa County, na vile vile nawapenda viongozi wa maeneo yote ya Kenya nzima walio katika maeneo yao na watu wao, utawala wao. Isipokuwa naswaha na faida nitakayoitoa katika siku ya leo, tiba na dawa kwenu, ni kuwa msijaribu kuitumia tembe yenye sumu ya jeuri. Hata ukila tembe ya dawa, atakuwa ile tembe ambayo haina mauti wala haina maradhi wala haina nini, haina ukali wa kuchukiza kama subili. Sasa wewe ukiwa kiongozi popote ulipo katika Kenya hii au dunia yoyote uwayo, nchi yoyote, ukiwa mpole na ukiwa si jeuri, basi wewe hata kama utaondoka kwenye mamlaka uliopewa na watu, bado wewe utakuwa ni mwenye mamlaka ya watu, kwa sababu utakuwa umeondoka kwenye kiti tu, lakini hujaondoka kwenye akili zao na hujaondoka kwenye nini, kwenye midomo yao. Bado watu wasema fulani alipokuwa fulani, wallahi twajuta. Sasa hayuko, twapata tabu. Yani wewe waweza ukasomewa historia yako na ukatamaniwa na ukatajwa kwa mazuri kama mfano wa mitume, imani za watu zikawa kwako na imani za watu zikawa na ubora kwako. Vipenzi vyangu, kwa sauti hii ya Mzimle, sina budi vile vile kwa kipindi changu cha leo kumshukuru bwana mmoja au mtu mmoja aitwaye Veronica Seio. Veronica Seio akiwa Ukunda, akiwa sehemu ya Ukunda, akinambia kwa ujumbe alionitumia, asema hello good evening mkuu. Hello good evening mkuu. Asante sana kwa elimu kubwa unaotoa. Asante sana kwa elimu kubwa unaotoa. Mungu akuzidishie hekima na maisha marefu. Mungu akuzidishie hekima na maisha marefu. Swali langu mimi nakuuliza, mimi ni Mkristo. Swali langu mimi nakuuliza, mimi ni Mkristo na nina marohani. Na pia ningeomba kujua itahitajika nini, na pia ningeomba kujua itahitajika nini kukabidhiwa marohani wangu. Yani watakabidhiwa nini kinachohitajika kwa marohani wangu. Veronica Seio akiwa Ukunda asema hello good evening mkuu Mfalme Kaimu au Mzimle, asante sana kwa elimu kubwa unaotoa. Mungu akuzidishie hekima na maisha marefu. Kisha auliza swali, asema swali langu mimi ni Mkristo na nina marohani, na pia ningeomba kujua itahitajika nini kukabidhiwa rohani wangu. Kisha akanambia please. Na kwa neno kama hilo la tafadhali, inshallah kipenzi changu Veronica Seio, nitafute kwa WhatsApp. Chukua namba yangu kwenye screen hapo, chat na mimi kwenye WhatsApp, inshallah nitalitatua hili. Kinachohitajika kukabidhiwa rohani wako ni siri yako, si mandhari, si mbele za watu. Inshallah tutazungumza na nitakupa mwelekeo wenye faida. Ila nakushukuru kwa kukienzi na kukitukuza na kukitaja kipindi hichi kwa elimu zake, kuwa waelimika vya kutosha, japo wewe wasema ni Mkristo. Na mimi nakwambia kipindi hichi ncha kila mtu, hakibagui dini. Mkristo,
Muislamu, Yahudi, Baniani, hata pagani asiyekuwa na dini. Tunazungumza masala yanayohusu mwili na roho na dunia, mambo ya watu. Hatuzungumzi masala yanayohusu uongozi wa imani au pengine vile vile jambo fulani muhimu la kitabia. Hatuzungumzii tabia iliyo haswatan kwa mtu. Tunazungumzia kuwa kuna kuumbwa, kuna kuletwa kwa watu, kuna watu na vile vile kuna kuishi kwa watu, na kuna mambo matatizo na haja zao vile vile kwa watu. Kwa hivyo tunazungumzia matatizo na haja zao. Chaelewa? Kwa hivyo wewe hata ukiwa Mkristo kipindi hichi cha kuhusu, na hata ukiwa Mkristo marohani wa kuhusu, kwa sababu ni viumbe viko katika kila aliyeumbwa akiitwa ya ibn Adam, ewe binadamu. Huwezi mbagua kwa Mkristo si binadamu. Yeye katika hao binadamu wanaoishi katika huu ulimwengu, mvatu au ni mtu, yeye pia kipindi hichi chako, na hata ukasema pengine wewe dini hiyo, basi wapaswa kupata mahitaji yako kwenye kipindi hichi, au unaponitafuta mimi Mfalme Kaimu au Mzimle nikupe mahitaji ya kitabia na mahitaji ya kimaumbile. Naam. Vile vile tumesema leo tutamsoma Mangauta. Kuna rohani aitwa Mangauta. Rohani huyu tulimpata katika upande wa baba wa bibi mmoja anaitwa Rahma Juma Bakari. Rahma Juma Bakari ni mtawala wa rohani anaitwa Mangauta, na rohani huyu akipanda kichwani kwake ilikuwa yatakiwa awe na uta. Kwa wale wanaojua Kiswahili, chombo chake ambacho rohani huyu hutumia kujitambua nacho, kutambulisha watu kwa niko, ni uta. Tena uta wenyewe uwe ni uta wa Kipemba, na panga yake rohani huyu iko katika eneo linaloitwa Kiutani Pemba. Panga yake iko katika eneo linaloitwa Kiutani Pemba, na yeye ni mfalme wa kutawalia chombo hichi cha uta wa Kipemba. Rohani huyu tulimgundua ana kipawa vile vile cha kumwongoa Mfalme Kaimu kwa sauti nzuri ya rimba la maongoo ya panga. Yaani huyu Rahma Juma Bakari ni katika watu ambao rohani wake ana kipawa cha kumwongoa Mfalme Kaimu duniani katika rimba la Kipemba, yaani mwanzo wa kufungua shughuli za Kipemba kwenye shughuli za marohani. Na wallahi hatujawahi kusikia sauti iliyo nzuri duniani ya kumwongoa Mfalme Kaimu, si za wazee si za vijana, ambayo ilitustaajabisha na ikampa Mfalme Kaimu zawadi. Sauti hiyo ikawa zawadi kwake, kama rohani huyu aitwaye Mangauta alipoimba wimbo wa kufungua ufalme wa marohani duniani. Alikuwa na sauti nzuri ya kinamna yake, sauti nyororo, sauti nzuri rembo, sauti ya uganga mkali sana. Lakini kiti wake kwa mahala mengine, rohani huyu kumbe alikuwa hataki huyu kiti wake awe ni mtu wa kukasirika, asiwe mgomvi mwenye kuteta na watu, wala asiwe na ghadhabu, hasira anapoudhiwa. Sasa kiti lake kwa bahati mbaya akaja akalifanya hilo jambo. Rohani huyu mpaka leo ameondoa kila hazina yake kwenye mdomo wa bibi huyu. Hivi sasa ukamwambia imba, ataimba nyimbo za marohani, ataongoa kwa maneno yote atakayoongolea kufungulia Kipemba, lakini hana ile sauti tena. Mwenyewe ametukua hazina yake na zana zake. Hivyo nawahusia wale watu wenye marohani, wale watu wenye vipawa vya marohani, waangalie rohani hataki nini, yuataka nini. Rohani wako ikiwa hataki tabia fulani ya udhi Mungu au ya udhi watu, usifanye, au ya kuudhi wewe pia usifanye. Ukiifanya, rohani atachukua uwezo alionao kwako, atakupa kama zawadi au uondoe, na utautafuta uwezo huo kama tunavyotafuta mpaka hadi hii ya leo. Tutautafuta uwezo huo urudi kwenye nini? Kanwa
au kwenye ulimi wa huyu Rahma Juma Bakari, angalau huyu Mangauta atuongoe na aiongoe dunia na marohani wote duniani, na vile vile awaongoe wenye marohani ambao ni watu, ili kusudi tuisikie enzi ya marohani inavyopalilia kwenye kitwa cha mtu na ubongo wake, na jinsi inavyotengeza majambo na mambo yake. Wallahi kuna raha katika kumwongoa rohani. Kuna shamba huwa la pandwa la maua mazuri, chaelewa, na kuna shamba huwa laekwa mbegu na mimea yenye nini, yenye vyakula vizuri na vitamu, lakini waweza ukanyang'anywa nafasi hiyo iwapo pengine wewe utamuudhi rohani wako, hataki tabia fulani, wewe wafanya tabia hiyo. Ikiwa rohani wako hataki tabia fulani, wewe usifanye. Na wengine watakuuliza ngejuaje? Rahisi kujua. Angalia kile ukifanyacho moyo wako unapojutia. Kuna kitendo wewe ukikifanya, roho ya kuambia umeniudhi. Siku nzima utakaa na maudhiko, utakuwa ujiona huko sawa, huna raha, una huzuni, sababu ulifanya tu kitendo fulani. Alamthali, mfano, rohani wako hataki unywe tembo na wewe ukunywa tembo. Baada ya kulinywa lile tembo, hata kama lishapotea mwilini, fahamu na akili zisharudi, ushakuwa mtu, lakini wajikuta una dhiki ajabu, huna raha kabisa, wajisikiani hata uijui siku, yani waitamani ishe haraka, kwa sababu siku ya leo iona kama ya nyonga hivi, sawa, ya funga hivi, haina mwangaza, ina kiza kingi, na vile vile ya suta hivi, yani ya kupa majuto mengi. Ukiona jambo ulifanyalo la kutia dhiki, jua rohani wako ameghadhibika, rohani wako ankasirika, rohani wako hataki hiyo tabia wewe nayo. Sasa kwa nini wewe una lazima gani kiwa rohani wako hataki unywe mvinyo, hataki uvute kitu fulani, hataki ule jambo fulani la haramu? Unaye rohani ambaye hataki ule nguruwe, kwa nini wewe lazima ule nguruwe? Ukila tu yeye akubadilikia, yuanyongeka, yuawa nini, yuadhalilika, yuahuzunika, na wewe pia lazima yakupate. Mambo mengine yanayotusokota kwenye akili zetu na kwenye nini, fahamu zetu, na kwenye hii miili yetu, ni makosa yetu ya kuatenda maovu marohani wetu. Marohani leo wafanyia mambo hawayataki, kisha watakaopatia amani, watakaopatia utulivu, wataka uwe mtu kama watu. La, utakuwa mtu ambaye watafuta shimo uingie. Haya, utakuwa mtu ambaye baada ya kumudhi rohani wako, hii dunia waiona kama ambayo haina nini, makao kwako, haikutulia. Kwa hivyo inadhiki sana na wewe, ya kupadhiki. Sasa watafuta nini? Shimo uingie ukatulie ndani mpaka siku iondoke, pengine siku ya pili ndio uje duniani tena. Kuna watu walipatikaniwa wakanajifuta kwenye mapango, wangu wanalala kwenye mapango, wangu wanajitia ndani ya majabali yenye mianya, yenye mfano wa majumba ndani, yenye mahali mtu aweza akakaa kalala akatulia akajifita asionekane. Wako watu wamfanya mambo kama haya katika mji wa Mombasa na mji mengine, sababu ya kuwa wantiwa dhiki na marohani wao katika nafsi zao, wanashindwa kukaa miji yao, wanashindwa kuikaa miji. Leo jioni saa nyingine, sisemi kuwaza kunywa sumu. Ukiona wewe waanza kujiua au kunywa sumu, huyo si rohani, huyo shetani. Fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Ukiona hivyo wewe jilinde, piga audhu billahi minash shaitani rajim nyingi, jilinde na Mwenyezi Mungu na shetani mwovu mchafu, anayekuanzisha ujiue, anayekuanzisha nini utakufa, anayekuanzisha sijui mambo gani, kunywa sumu. Mimi nasema rohani atakutia dhiki tu za kinamna yake, atakupa dhiki za ajabu. Ushaelewa? Atakupa dhiki za ajabu. Alafu rohani pia aweza kukuonyesha kifo, akakwambia, ukasikia sauti akwambia utakufa au afa. Rohani ana uwezo huo, ila hakuui, hakwambii kunywa sumu wala jitupe juu ya gorofa, wala hakwambii action, hakwambii action kuwafanya kitendo cha ujiue aishi. Ye atakufikirisha, atakuazisha masala ya kifo, kufa, na vile vile kurejesha kwa Mungu. Pili, wejitambulisha yeye yuko ndani ya mwili wako, na tatu
ataka wewe umshughulikie. Hangekutia hofu, ungetoka ukatafuta mwalimu, ungetoka ukatafuta uvumba na ubani, ungetoka ukatafuta shuka nyeupe na vile vile ukatafuta pete ukavaa. Kuna watu bwana, ikiwa hawana hayo hawanayo. Madamu hana dhiki yoyote, hana haja ya kumtafuta mwalimu wala mtabibu wala mganga, ati rohani wangu yukoje, rohani wangu afanywe nini, rohani wangu ataka kipi. Kwa sababu yuko sawa, yuko sawa. Lakini akimbizwaye ndo enda mbio. Siku akikimbizwa mbio atakwenda. Sasa ndo atajua kuwatafuta walimu, matabibu, waganga. Mimi nataka mniangalie rohani wangu, nataka mniambie kabila gani, wako wangapi, nataka nifanye nini, mniambie ada yake na vitu vyake. Sasa manake ushaendeshwa mbio, sasa wakimbia, sio? Na mambo ulikuwa uyafanye kabla ya kufanywa nini? Kuendeshwa mbio. Mambo mengine hayataki mpaka yawe ndio uyafanyie. Hayataki. Angalia. Waambiwa ukingojea ndaa kisha ndio upike, lazima ndaa itakugusa. Lakini kama ingekuwa ushapika kabla ya ndaa ikija wala tu moja kwa moja, ndaa haikugusi. Haikugusi. Na sisi tunazo tabia kama hizo, kungojea kwanza ndaa itushike ndio tuingie jikoni. Wenzetu wengine ndaa washaifanyia chakula tangu jana usiku au tangu asubuhi ya leo. Imewekwa kwenye nini? Mashini ya kupasia moto. Chakula cha pashwa moto tu. Wana ma hotpot, pilau, biriani, into ndani ya hotpot. Moto kama ilivyojua jiko. Na ishaiva. Sasa ni tu mimi nikisikia ndaa nalifungua ile hotpot na tukua nateka wali nala, ndaa itakaa hapo. Seuze mimi na wewe mwenye kungojea kuwasha jiko la makaa, mwenye kungojea kubimbirisha kuni kwenye majiwe matatu, mwenye kungojea sijui stofu itoke ikatiwe mafuta wapi. Waona kama ndaa huwa wapika na ndaa itele, na ndaa ya kuzidi, na ndaa ya kuumiza. Saa nyingine mpishi anapopika na ndaa ikawatele, basi hata saa nyingine kile chakula aweza akakila kiwa kibiti. Asingoje kiive kwa sababu ana ndaa inamkaa. Ndaa ikimkaa itabidi ende mbio kwa mambo kama hayo. Kwa hivyo vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, marohani hawatakiwi uwafanyie wasioyataka kwa tabia yako unayoyaona ya kukirihisha. Hata ukiona wakirihishwa na jambo, watukizwa na jambo, upendi jambo au kilifanya jambo asikia dhiki, wasiwasi, hofu, jua wewe umefanya kitu, umemuudhi rohani wako. Ilo jambo liate. Haswa jambo lenye kumuudhi Mungu, lenye kuudhi watu na lenye kukuudhi wewe nafsi yako pia. Usifanye. Baada kufikia hapo penzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, sina budi kuaga na kuambia na wapenda nyote, na sauti hii sauti yenu ya wapenda na nyinyi pendeni. Vile vile sina budi kuishukuru Station TV ya Mzimle ambayo ni Khadija Abdallah Mwinyi program manager, Safia Ali Ahmed chief engineer, Zainab Yusuf Othman director, Evans Absolo Juma managing director, na vile vile Mwanahamisi Muhammad Guyo mtayarishaji wa mavazi yangu. Wallahi kipindi hichi utakipata kwenye YouTube, kimerekodiwa inshallah. Kwa wale ambao pengine kwa wale kukosa faida, waingie YouTube waandike Mzimle Kaimu Idarus. Ingia YouTube andika Mzimle Kaimu Idarus, utanipata kwa vipindi vyote vya sauti ya Mzimle, na inshallah utakuwa mwenye kuelimika, kufaidika. Na vile vile inshallah kwa wale maoni yao mazuri waandike, tutayasoma inshallah. Kipindi hakina khiana hichi, na cha watambua tatambua maoni yenu, na vile vile hongera zenu, pongezi za kipindi na vile mnavyojitokeza bila kutagua dini. Kipindi hichi si cha dini, cha kila mtu, cha kila anaitwa mtu au cha kila mtu anaitwa binadamu. Inshallah kwa manufaa ya kila mtu, kipindi hichi kitamnufaisha kila mtu, na vile vile kitanufaisha zaidi rohani wa mtu, na vile vile kitatengeza majambo na mambo ya mtu, na vile vile kitasaidia kuondoa yale mazito ambayo yamkabili au yamharibu mtu, yamdhalilisha mtu au yamtesa mtu, kama maradhi, kama uchawi, na kama asadi au majicho ya watu, au vile vile mambo ambayo ni majini wachafu. Kipindi hichi nitafute kwa tiba kama hizo, inshallah utafaidika, utanufaika na utasaidika kwa tiba hizo za kuondoa mambo mabaya kwenye miili yako. Na vile vile fungo za kufunga mabaya sikufike pia ni sehemu ya kipindi hichi.
twaweza kukufunga usipatikane na mabaya. Usingoje ufikwe ndio uje utafute kufunga, jifunge kabla hujafikwa. Kuna wengi wanakuja hapa anambia mimi nakuja unitengezee jambo langu fulani, ndoa yangu imeharibika. Kwa nini ukuja kabla ndoa haijaharibika? Tungeifunga ndoa isiharibike. Pengine kuna watu wameiharibu, tungeweka nini? Tungeweka fence. Tungeweka fence, tena electric fence. Mtu akiigusa bwana shoti hawezi ingia kwenye boma lako akaharibu jambo lako ambalo ni ndoa yako. Wewe ngojea ndoa iharibiwe ndio sasa mtafuta mzimle aliko, watafuta mfalme kaimu aliko. Tahadhar kabla al-khatar. Yani zingine mambo mengine anza kujilinda na hatari kabla haijaja hatari yenyewe. Usingojee ukuta waanguka waporomoka ndo wakimbia. Ondoka kabla ukuta hujaporomoka, hujaanguka. Sasa ukikimbia mara nkupatiliza mkimiza kitwa na mgongo lakini mguu mpatikaniwa. Iko bwana mmoja ishamtokea hiyo. Ankimbiza mwili lakini mguu ukapatikaniwa. Nusu ukuta kama kwenye miguu yake, maskini akawa ni mwenye kutafuta matibabu na mwenye kujitibu kujiponya miguu, ishakuwa tena imvundika mifupa na mishipa. Sasa haya mambo mengine pia yataka muyafanyie aula, muyatafute mapema kabla hayajitokeza au kabla hujatiwa mikono ya watu ya kuandama na wewe hujui. Kuna watu hujue hawalali kwa jambo la furaha zako na uzima wako na jamii yako. Ataka lazima akuone kwa wewe pia kwa mteja. Hotoki mahali fulani na sehemu fulani na miji fulani pia waisafiri kuiendea, watafuta nini? Tiba na dawa.